ukitaka kufanya uwanja pale Jangwani lazima ufanye analysis ya kutosha, sio kujaza udongo tu peke yake. Kwa hiyo tuseme kwa udongo ambao unajazwa, maana yake ni kwamba ni janga ambalo linaweza katokea miaka ijayo, ambayo inawezekana mkajenga uwanja kwa muda fulani, lakini baadaye uwanja ukamomonyoka kama biskuti. Hivyo. Kwa hiyo ukiangalia huo uwanja kama wanaweka kifusi tu kawaida, alafu uweke majani, ni kweli kiwanja kitatokea, lakini je, plani ipo ya muda gani? Kama ni ya muda mfupi, labda kutumia kwa miaka 5 kwa ajili ya kujipanga, au miaka 10, haina shida. Lakini kama unataka kuangalia future miaka 100, miaka 200 ya klabu ya Yanga, unatakiwa kufanyike utaalamu wa kutosha. Lakini Mgonza, umezungumza vizuri sana, lakini rais wa klabu ya Yanga Engineer Said ni mtaalamu wa ujenzi pia, na ni engineer kama wewe. Una mainjinia wakati mwingine pia anaweza kukosea kwenye mipango yao, wakajaza kifusi baada ya kujaza vitu vya msingi chini. Kwenye upande wa ujenzi, uinjinia ni kitu kingine, na kufuata utaratibu wa uinjinia pia ni kitu kingine. Naam, habari gani mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, karibu sana. Hii ni Like Media, uweze kufahamu habari mbalimbali za kimichezo ambazo ulikuwa uzifahamu. Bila shaka utakuwa unafahamu kitu ambacho mara nyingi tunakuwa tukikizungumza kuhusiana na swala la ujenzi wa uwanja wa Young Africans pale Jangwani. Kwa sasa ndani ya uwanja wa Yanga tumeona kuna vifusi ambavyo vinamwagwa pale. Watu wakishaanza kuona kana namna hile, kila mmoja anaona sasa tarajio na tumaini la kuweza kujenga uwanja wa Young Africans tayari unakuwa umekaribia au unasogea au katika process hizo za muendelezo. Sasa kuwepo kwa vifusi sio mara ya kwanza, kulishai kuwepo na vifusi ambavyo vilimwagwa pale na vifusi vimejaa kweli kweli, lakini sasa hivi vinajazwa vifusi vingine. Tukasema tumtafute engineer ambaye ni mbobevu katika masuala mazima ya ujenzi, atakuwa na ABCD ambazo sisi ambao sio wajenzi hatuwezi kuzifahamu. Sasa nikamtafuta engineer Mgonza ambaye anaweza kutupitisha na kutupa uelewa mkubwa sana kuhusiana na process za ujenzi, hasa katika mazingira ambayo yapo sehemu ambao kwenye unyevu maji, mabwawa na vitu kama hivyo. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Je, vifusi vinatosha kwenye ujenzi ule na unafaa vile, au ni picha ya aina gani? Manake vifusi vinamwaga juu ya vifusi na sio kwenye maji. Utaratibu wa ujenzi unakuwaje hasa kwenye maji, hasa ukizungumzia pia ujenzi wa uwanja? Mgonza, habari ya muda huu? Salama mkuu, vipi hali? Safi, mambo yanaendaje? Salama kabisa. Bwana, mimi nakufahamu kama engineer Mgonza. Labda unaweza kujitambulisha vizuri zaidi. Mimi naitwa Engineer Mgonza, ni mtaalamu wa majengo na mambo mbalimbali ya ujenzi. Asante kwa utambulisho wake, na kikubwa sana kama ambavyo umeweza kusikia, tunataka tufahamu kuhusiana na jengo, ujenzi wa majengo, lakini hususani katika viwanja. Young Africans wametangaza kwamba wataenda kujenga uwanja pale Jangwani. Na process za kwanza tunaziona kabisa ni kumwaga kifusi. Ujenzi wa eneo ambalo lina unyevunyevu na maji, taratibu za ujenzi wake natakiwa liweje ili kukamilisha ujenzi kuwa imara, na ujenzi huo ili ulete tija hapo baadaye natakiwa yani ujenzi wake uwe na process gani? Ujenzi wa eneo la maji kawaida ni protocol katika masuala ya engineer. Kwanza unachukua dimension husika za kiwanja kizima. Kwa mfano kama kiwanja cha mpira kina 120 ndani, then kuna majukwaa, basi unaweza at least ukachukua zile 120 kwa 60, alafu then ukachukua eneo la walkway. Hilo eneo linatakiwa lichimbwe kidogo ili kupishanisha ule unyevu kufuata hadi chini. Alafu katika mwanzo wake hapo chini unatakiwa upime dimension za mawe, upange mawe ya kutosha, uweke mchanga chini. Ukishaweka hivyo vitu, ndio unachukua kifusi kigumu, ambacho hicho kifusi kigumu kitakuwa kwenye hali ya ushindiliwaji kwa ajili ya kuyazuia maji yasipande juu. Kwa sababu ukiweka kifusi juu katika ardhi yenye maji, maana yake bado hujayakwepa yale maji, yataendelea kuishi kwenye unyevu wake wa asili, kwa sababu lazima utoe ule uoto wa asili. Kwa sababu nyumba sayansi yake na mambo ya viwanja yanafanana, sema kwa sababu tu kiwanja ni kitu kikubwa, lazima ujenge kitu kinaitwa bezi.
Kwa hiyo kama una base hili hauwezi ukaweka hiyo sehemu, lazima hicho kifusi baadaye kitabanduka. Kwa tafsiri hiyo ambayo unaniambia ni kwamba kinachofanyika pale Jangwani ni kitu ambacho kitaalamu kinakataa, kwa sababu tunaona vifusi vinaenda kumwagwa pale wakati unatuelekeza kwamba kuitakiwa kuchimbwe, kuwekwe msingi wa chini ambapo kunatoka kuwepo mawe na kutoa ule unyevu, baadaye ndo unakuja mchanga juu. Manake kuna kuwepo na tuseme muunganiko wa kitaalamu zaidi. Sasa pale Jangwani tunaona kuna vifusi vinamwagwa, kwa maana sio vifusi ambavyo havipo kitaalamu. Manake mimi sijafanya analysis ya kuangalia hicho kifusi kilichopo Jangwani, lakini uhalisia wa ujenzi ulipo sehemu yoyote unaotaka kwenda kuijenga, ndio maana unaona hata barabara lami huwezi kuibandika juu ya udongo ambao una uoto wa asili, kwa sababu uoto wa asili kazi yake ni kuoteshea. Ni sehemu ambayo imeumbwa kwenye natural, kazi yake ni kuoteshea vitu vya asili, oteva majani na nini. Ndio maana ile sehemu imekaa kiasili na maji yanakimbilia pale. Kwa hiyo ukitaka kutoa hayo maji lazima uyahamishe katika mfano kwenye mfumo wa sayansi ya ujenzi. Mtu japokuwa anaweza akajenga nyumba baharini, lakini wakati unataka kujenga nyumba baharini pia kuna sayansi ya kujenga baharini. Pia ukitaka kujenga kwenye tope kuna sayansi ya hiyo sehemu, ili uweze kulihamisha hilo tope, uweze kuchimba, uweze kuweka hivyo vitu chini ili hilo eneo lisiwe na unyevu. Kama utaweka juu yake ile ule uoto wa asili hujautoa, manake maji yakija lile eneo yatakuwa yanapenya chini. Kwa hiyo yakiwa yanapenya chini yanaweka layer mbili tofauti baina ya juu na chini. Kwa hiyo uimara wa hicho kitu hautakuwa wa muda mrefu. Ila una uwezo ukatokea uwanja ukauweka na nini, lakini baadaye unaweza ukawa unaoza polepole kutokea chini, kwa sababu ile ardhi inaenda kuibadilisha ardhi ya juu iwe kama ya chini. Kwa hiyo kwa tafsiri yako hiyo ambayo natupa Engineer Mgonza ni kwamba kinachofanyika pale Jangwani kwa sababu hujaona, kwa sisi ambao tumeona, lakini kwa tafsiri ambayo natuambia ni kwamba kinachofanyika pale Jangwani sio cha kitaalamu. Itakiwa kwanza pale pachimbwe, alafu pawekwe mawe na michanga na pafuate utaratibu unaostahili. Kwa hiyo hata ule vifusi ambao vilimwaga kipindi cha nyuma navyo havikufuata utaalamu, manake hatukuona kama kuliwekwa utaalamu wa kuwekwa kuchimbwa, kuwekwa mawe na vitu kama hivyo. Yote katika yote sasa, uwanja kama ni kwanza ujenzi kwa eneo la Jangwani, kwa upande wako kama ungekuwa wewe ndio engineer sasa umepewa ile kazi ya kufanya pale, ungeanza na kitu gani kwa sasa hivi? Je, ungeanza na kifusi au ungeanza na vitu tofauti na kifusi? Kwenye ujenzi kanuni iliyopo, hata iwe barabara, iwe unachimba kisima, uwe unajenga nyumba, lazima kwanza upime udongo. Ndio. Lazima upime udongo. Cha kwanza unapima ule udongo, afu then udongo utakupa majibu ya asili kwamba udongo huu ili uweze kujenga ujenzi huo au ujenzi fulani uende chini ngapi, utoe layer ya ardhi kiasi gani. Kwa hiyo tungeanza na vitu vinavyoitwa vipimo vya udongo, yani kitaalamu. Kwa hiyo vipimo vya udongo vingetupelekea kwenye uhalisia wa mchoro, vingetupelekea kwenye uhalisia wa plani nzima ya huo uwanja, kwa sababu kama hujapima udongo hata ujenzi wenyewe uweze ukapata picha kwamba nachokifanya ni nini, kwa sababu hata gorofa ukitaka kujenga lazima upime udongo ili ujue chini na kwenda wapi. Kwa maana hata kama utajenga kwenye ardhi ambayo iko juu na ardhi ina layer maalum ambayo layer labda kuanzia mita 1.5 kitaalamu ndio inatakiwa ujenzi uanze hapo. Lakini kama utaona sehemu hii ni jaze udongo, pia udongo huu unaojaza, je, kitaalamu ni udongo wa aina gani, ili uweze kujazwa, ili uweze kukava hicho kitu ambacho unataka kutengeneza. Unaweza ukajaza udongo, je, unajaza mita ngapi? Lazima pia ufanye hivyo vitu, analysis ya kitaalamu kwenye vipimo vya udongo, alafu then ndio uende kwenye mchoro ili upate layout ya kile ambacho unakijaza kwenye depth za chini. Kwa hiyo inawezekana pia udongo, kama utajaza udongo kwa kiwango kikubwa sana, labda tuseme labda mita 10 kutoka chini mpaka juu, pengine inawezekana isiwe na shida sana. Kuna haja ya kuweka mawe au lazima mawe chini? Kama utakuwa unajaza udongo kwa ukubwa kwa kwenda chini, yani kwa kutoka chini kuja juu sehemu kubwa, unaweza ukafaulu. Lakini sasa kwa mfano sehemu kama Jangwani
ni sehemu ambayo ina uoto wa asili. Ndio maana unaona hata kituo pale wameweka yadi ya mwendokasi imefeli, lakini walioweka nao ni wataalamu, kwa sababu walishindwa kufanya analysis. Labda ilitakiwa lile eneo lingejengwa structure, labda parking kama ya mwendokasi ingekaa juu, maji yangeruhusiwa kupita. Sasa ile sehemu ni maeneo ambayo ya asili, mvua zikinyesha lazima maji yaje jangwani. Kwa hiyo kama yatakuja jangwani huwezi kuyazuia. Namna wewe utakapojaza udongo na maji ndivyo ambavyo yatakuja juu. Ndio maana kila siku unaona mto wa Msimbazi unaendelea kuchimbwa ili kusababishia upatikane njia ya kupita, kwa sababu yale maeneo ya kutanua maji kukaa watu wamejaza udongo. Kwa kujaza udongo jangwani ni jambo la kitaalamu sana. Ndio maana hata unaona kwenye bajeti za serikali sasa hivi wanazungumzia barabara ya Jangwani ina asili kama ya kutaka kufa, watengeneze daraja la kutoka Magomeni. Kwa sababu gani? Wamejaza udongo sehemu zenye asili. Kwa hiyo huwezi kuyafanya maji yaende chini, maji utayafanya yaje tena juu, kwa sababu lazima yaje. Kwa hiyo ukitaka kufanya uwanja pale Jangwani lazima ufanye analysis ya kutosha, sio kujaza udongo tu peke yake. Kwa hiyo tuseme kwa udongo ambao unajazwa, maana yake ni kwamba ni janga ambalo linaweza katokea miaka ijayo, ambayo inawezekana mkajenga uwanja kwa muda fulani, lakini baadaye uwanja ukamomonyoka kama biskuti. Hivyo. Kwa sababu mfano tumeuona mwendokasi, wamejenga jengo zuri, serikali tunaipongeza, wamejenga jengo zuri, plani ilikuwa nzuri, lakini tumefeli nchi nzima kwa sababu, na ninaamini kwenye ule ujenzi wa Jangwani wakati tunajenga dasi ile yadi ya mwendokasi, lazima wataalamu walishauri pengine labda hii sehemu haifai, lakini sisi kwa sababu tunahitaji urahisi tukasema tujenge pasipo kuamini future. Kwa hiyo ukiangalia huo uwanja kama wanaweka kifusi tu kawaida alafu uweke majani, ni kweli kiwanja kitatokea, lakini je, plani ipo ya muda gani? Kama ni ya muda mfupi labda kutumia kwa miaka 5 kwa ajili ya kujipanga au miaka 10 haina shida, lakini kama unataka kuangalia future miaka 100, miaka 200 ya klabu ya Yanga, unatakiwa kufanyike utaalamu wa kutosha ili kuenda kuiendea hiyo miaka, kwa sababu ile ni sehemu ya asili. Huwezi kuibadilisha kwa kujaza kifusi kwenye sehemu ya dimension labda ya mita 2000, mita 3000. Kama nimekuelewa vizuri, kama nimekuelewa vizuri, kwa sababu umezungumza kitaalamu sana, Mgonza, ni kwamba kwanza pale itakiwa wataalamu wa maabara wa udongo waweze kwenda kutesti ni udongo wa aina gani pale, kwa sababu kuna unyevunyevu, na watupe picha kwamba nini kianze kutengenezwa. Manake wataalamu watuambie ni udongo wa aina gani pale uanze, kabla ya kwanza mambo yote ya ujenzi. Kwa bila shaka unatuambia sasa, kwa mtu ambaye aelewi, hata kuelewa zaidi, cha kwanza ni nini ambacho kifanyike, cha pili, cha tatu, cha 4, cha 5 mpaka ujenzi unaanza, au kama kuna vitu vingine vya ziada au chini hapo unaweza kutuambia? Cha kwanza kabisa lazima wapatikane watu wa kusurvey ile ardhi. Hicho ndio jambo la kwanza kabisa. Maconsultant engineer wanatakiwa wafike, wanaofanya viwanja, yani maconsultant engineer, tena ikiwezekana ni wa kimataifa. Wakifika pale watapata utaalamu zaidi wa kuona kwamba hiki kitu kinachotakiwa hapa, kwa sababu sio kila ardhi inaweza faa kujenga kiwanja. Unaweza kukuta ushauri ukatokea, ukashauriwa bwana, hiki kiwanja kama unataka ukijenge labda ukihamishe kiende sehemu fulani, sio lazima kijengwe Jangwani. Unaweza kukuta eneo lingine likagoma kujenga hicho kiwanja kwa sababu ya miundombinu ya kiasili. Kwa mfano kama eneo la Jangwani linawasumbua watu wengi, kama eneo linawasumbua serikali, nini klabu ya Yanga? Hata klabu ya Yanga pia inaweza ikawasumbua. Kwa hiyo kitaalamu inatakiwa kwanza waite maconsultant. Alafu maconsultant watashauri maabara kupima, na tuna wataalamu hapa mbalimbali wa hivyo vitu, yani watu wa sayansi ya kupima udongo wapo wa kutosha. Kwa hiyo ukiwaweka pale watakupa cost zao, watakupimia, analysis itafanyika, then ndo utaona sasa nachora kitu gani, kwa sababu huwezi kujenga kitu chochote, lazima uendee kwenye mchoro. Alafu mchoro sasa ndo utawaelekeza ma engineer, utawaelekeza ma consultant engineer, watu wa electronic, watu wa electrical, watu wa nini, wote wataelekezwa kutokana na mchoro unavyotaka, kutokana na eneo husika. Sasa kama udongo unachezwa tu kwa mawazo ya watu, mtu tu kaamua au mtu tu kashauri bwana hapa tujaze udongo tokee uwanja, hizo ni mambo za kubahatisha, sio vitu vya uhakika. Kama mchoro upo, wamefanya hivyo vitu vya analysis ya kuona kuna wataalamu wameshauri nini, pia ndio ndivyo ambavyo inatakiwa. Ila kama haijafanyika hivyo, mtu tu katoa mawazo kwamba tujaze udongo,
kitatokea kiwanja hicho, kitu kitaenda mbele, lazima kitasumbua. Kwa hiyo ni kama kwa maelezo yake ya kitaalamu yanaweza kana na mahusiano ya watu ambavyo watu wanasema kwamba huenda kwa sababu kuna swala zima la uchaguzi mbele ya safari. Kwa hiyo ni kama fulani hivyo wanataka kuwaridhisha watu kwamba ujenzi unaanza, lakini ujenzi halisi unatakiwa uanze na wataalamu ambao wanaanza kuangalia udongo, wanaanza kuangalia nini kifanyike. Maana yake inawezekana ile ni sehemu tu ya kuwapa picha ya watu, kwa maana ya mashabiki waelewe kwamba ujenzi utakuwepo, lakini kiuhalisia viongozi wa Yanga itakiwa wawaambie kwamba ujenzi utaanza pamoja na upembuzi wa yakinifu wa namna ya kujenga uwanja, si ndio? Kwa sababu kwenye issue ya ujenzi, maana ya kufanya analysis na kuchora haijalishi kwamba kiwanja atajenga nani, kiwanja atajenga kiongozi gani, au kwa mfano jambo la kiserikali kwamba linapofanywa analysis haionyeshi aidha rais gani ndo atafanya, lakini linapokuwa lipo kitaalamu, atakayekuwa madarakani maana yake atafuata njia hiyo iliyopo ambayo imewekwa kitaalamu. Kwa hiyo huwezi kusema kwa sababu ya uchaguzi, hapana. Inaweza ikawa ni uchaguzi au ni malengo ya Yanga, lakini juu ya malengo yao lazima kuwe na utaalamu, sio mawazo tu ya kidiplomasia ya kuingia kwenye vitu kama hivyo. Kwa sababu unaposema bwana nifanye uwanja, maana yake wewe umekufa. Uwanja watu wataujengaje sasa ikiwa umekufa? Hata kama wewe ndio utakuwa unaenda kwenye uchaguzi, ukiwa umekufa uwanja utajengwaje? Huwezi jengwa. Lakini kama ukiwa kuna utaalamu umefanyika, wanaokuja mbele wanaendelea, ndio maana ya kufanya analysis za kitaalamu. Kwa hiyo kama kuna mambo ya uchaguzi, whatever, sisi kwenye mambo yetu ya kitaalamu hatuyaoni, kwa sababu sisi tunaona utaalamu unavyofanyika na tunaweza tukashauri inavyotakiwa. Lakini kama inafanywa pia kwa interest hiyo, sio kitu sahihi. Lakini kuna swala zima la ujenzi wa eneo la Jangwani, mradi wa World Bank, na pengine huenda kutokana na World Bank wana mipango ya kutengeneza ile eneo hilo lio la ubora kabisa. Pengine kuna maelekezo ya klabu ya Yanga kwamba jazeni kifusi. Unafikiri pengine wanaweza World Bank pengine nao walishauri kufanya hivyo kitaalamu zaidi? Sisi kwetu tunasema World Bank, lakini World Bank mimi kwangu nawaona kama ni tunasema wadhamini wa hicho kitu, lakini nao pia World Bank watatumia wataalamu, sio wao ndio wataamua. Kwa hiyo kama kuna utaalamu, maana yangu mimi kama kuna utaalamu wa structure drawing ambayo inaonyesha kwamba hii ndio inabeba mchoro wa Jangwani, kwa sababu uwanja sio mchoro wa kiwanja peke yake kuweka nyasi, kuna vyoo, naona bwana. Sasa kama structure za vyoo hazijakaa vizuri, maana yake kama sehemu ina unyevu, hivyo vyoo vitatumikaje? Kuna masuala ya majukwaa, kuna masuala mbalimbali, sio kuweka kifusi cha kuweka nyasi peke yake. Kwa kama World Bank maana yake wao wana utaalamu wa kufanya hivyo vitu, lakini kutumia tena wataalamu wanaojua sayansi ya ujenzi. Kwa hiyo lazima kama kile eneo la Jangwani lote linajengwa, basi drawing ya Yanga ipo, na ukisema waanze na kujaza kifusi, sielewi zaidi kwenye upande wa huo mchoro, lakini taaluma inavyoonyesha uwezo ukaja kujaza kifusi kwenye ardhi ambayo labda unaiona kabisa ardhi hii mbele itaenda kuleta shida. Ndio maana unakuta nyumba za Jangwani, mazingira ya Jangwani yanatitia kutokana na ardhi kuroa, ardhi kuwa ya asili ya maji, kujenga kitu juu kinatitia. Nafikiri hata wewe ni shuhuda wa kuona nyumba zinazotitia Jangwani. Kabisa. Kwa hiyo kutitia kwake maana yake watu walijenga juu ya ardhi ambayo haistahili kujengwa, kwa sababu unajenga kitu kizito ambacho hakijaenda sehemu ambayo kukaa mwenye asili hiyo ya kwamba kikae. Kwa hiyo umekijengea juu, basi kitatitia. Kwa hiyo hata huo uwanja unaweza ukajengwa mbele, ukaanzisha mmomonyoko, ukaanzisha shida mbalimbali, ukawa kila siku unafanywa repair, kwa sababu hayo mambo ya viwanja yanaonekana sehemu mbalimbali ya kidunia, namna ambavyo yanawasumbua watu kwenye upande wa kutoa maji ndani ya kiwanja kwenda sehemu zingine, kwa sababu kiwanja hata kama mvua inanyesha hakitakiwi kiwe na maji. Sasa lazima utengeneze miundombinu inayoenda chini inayopeleka maji. Sasa Jangwani imeandaliwaje kutoa maji kwenye uwanja? Kwa vitu vya namna hiyo unaweza kukuta mvua inanyesha, maji hayatoki uwanjani mpaka usubiri kiangazi. Sasa inakuwa haijasaidia huo uwanja.
Bwana, mimi nakosa maneno ya kukuuliza Engineer Mgonza, kwa sababu umeongea vitu vingi sana ambavyo kama viongozi wa Yanga, mashabiki wa Yanga watakuwa wamekusikia vizuri kabisa, basi kuna sehemu atakuwa anajiongeza kwamba hapa kweli inatakiwa kufanyika kitu gani. Kama una chochote cha kumalizia, manake mimi nimekuuliza maswali, huenda kuna elimu au kuna wito au kuna jambo lote ungetaka kutoa kama mtaalamu wa masuala ya ujenzi. Mimi kwenye mambo ya ujenzi nashauri taasisi, nashauri wananchi, nashauri wadau mbalimbali wanapotaka kufanya mambo ya ujenzi, usiamue kutoka kichwani. Tafuta wataalamu. Nchi yetu inasomesha wasomi wanatoka vioni, wasomi mbalimbali, watu ambao wabunifu. Kwa hiyo nchi, dunia kiujumla au Afrika kiujumla, kwa hiyo tafuta mtu ambaye anaweza kukusaidia kuconsultant ujenzi wako, kwa sababu nyumba ni kitu cha kudumu au ujenzi ni kitu cha kudumu ambacho kinaenda miaka 10, miaka 20, miaka 100. Kwa hiyo kama unataka kuwekeza ukiwa kama taasisi, huwezi ukaamua tu kichwani kwa sababu wewe labda ni director au kwa sababu wewe ni mwenyekiti wa bodi au kwa sababu una pesa. Tafuta wataalamu kwa ajili ya kukwepa hasara, watakushauri, lazima ulipe watu, then watu watafanya kitu ambacho kinatakiwa. Lakini ukisema ukwepe, mbele utaenda kukutana na riski, ambayo hiyo riski kuanzia hicho ulichotengeneza kitatakiwa kifumuliwe afu utengeneze kitu sahihi. Kwa hiyo utakuwa hamna ulichokwepa. Kwa hiyo ushauri wangu mimi kuwashauri wadau, ushauri kama nchi, kama taasisi, kama mtu yote anataka kuingia kwenye ujenzi, lazima utafute maconsultant wa kushauri. Kama unavyoona mtu anavyokuwa na kesi, hawezi kusimama mahakamani, anatafuta mwanasheria ili amsaidie kesi. Kwa hiyo na kwenye ujenzi pia ni hivyo hivyo. Lakini kwa maana kwenye nchi yetu nimegundua kitu, unaweza kukuta watu ujenzi wanaochukulia kama kitu ambacho ni cha kawaida tu, kwamba mtu yote tu anaweza akaamua anataka kujenga nyumba yake. Kisha kutana na changamoto mbalimbali kwenye masuala yetu ya ujenzi, utakuta mwenye nyumba anakuambia mimi nataka hivi, kumbe vile anavyotaka taaluma haitaki, au taasisi inakwambia mimi nataka hivi. Wewe ukishauri kama unaonekana huyu bwana anatutia gharama bwana, hapa simenti 5 inatosha, yeye anataka 20, haiwezekani, inabidi upunguze watu waweke simenti 5. Sasa hivyo vitu ndio havitakiwi kwenye ujenzi. Lakini Mgonza, umezungumza vizuri sana, lakini rais wa klabu ya Yanga Engineer Said ni mtaalamu wa ujenzi pia na ni engineer kama wewe. Una maengineer wakati mwingine pia anaweza kakosea kwenye mipango yao, wakajaza kifusi baada ya kujaza vitu vya msingi chini. Kwenye upande wa ujenzi, uinjinia ni kitu kingine. Uinjinia ni kitu kingine, na kufuata utaratibu wa uinjinia pia ni kitu kingine. Kwa sababu unaweza kukuta mtu ni injinia anafanya kosa ambalo analijua, lakini kuna usemi wetu sisi tunasema ujenzi, mainjinia hatunaga bahati mbaya, ila dokta anaweza akawa na bahati mbaya, anaweza akakutidia usipone akakwambia bwana bahati mbaya nenda kwenye hospitali nyingine. Lakini kwenye uinjinia ukikosea, maana yake utashurutishwa kutokana na namna ulivyokosea. Kwa hiyo lazima ufuate utaalamu unavyotaka. Kwa inawezekana anachokifanya na kifahamu au kuna shida. Anaweza akawa anakifahamu, lakini anaweza akawa pia anatafuta shortcut ya kukifahamu. Kwa sababu sisi wajenzi, mimi hata wewe Lugano Israeli naweza nikakujengea nyumba yako, lakini mimi nina uwezo wa kufanya analysis ya kupiga hesabu nyumba hii naweza nikaijenga ikawa na miaka 30 ikaishi, au miaka 40. Mimi nina miaka sasa hivi labda 45. Let's say naweza ikawa kwenye miaka hiyo mimi nishakufa, au wewe ushakufa, au wewe uone majumba mengi huko Buguruni wenye nyumba wamekufa na nyumba zinazeeka, uone? Yeah, naziona. Lakini waliojenga washakufa, mafundi washakufa, sijui watu gani washakufa, lakini leo unaona Kariakoo pale kuna nyumba hadi leo zinavunjwa ili zijengwe magorofa, watu wanaendelea kuishi. Walijenga wakoloni na ziko imara kabisa. Na ziko imara na zinavunjwa hadi na vijiko. Kwa maana yake ni nini? Kwamba unapojenga kitu kwenye misingi inayotakiwa kitakaa miaka zaidi. Lakini ukatafuta shortcut, maana yake ndio maana Watanzania wengi tunajenga nyumba ili tuishi sisi, sio kuishi kizazi. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba pia hata nyewe wajenzi unaweza mkajenga nyumba ambayo inaishi, unaweza kaishi siku labda miaka 5 tu hivi, alafu hamna nyumba tena pale. Inaweza katokea ili uadhilishe watu. Inatokea, au wewe kwenye teknolojia hujui kama kuna vifaa vya kutumia mwaka mmoja au miezi 6. Au vya ujenzi pia vipo kumbe? Hata kwenye ujenzi vipo hivyo vitu, kwa sababu mtu kama unaambiwa tofali ijengwe, ukiatoa tofali mfuko mmoja tofali 25, wewe unafyatua tofali 60, unatakaje?
Mgonza, umeongea vizuri sana na tunakushukuru kwa sababu tunategemea kuona wataalamu kama nyie kwenye masuala kama haya, angalau mtupitishe. Sisi ndio kuzungumza kama waandishi wa habari, tunazungumza watu nataka uwanja, lakini unapotupa picha nzima ya nini kinatakiwa kufanyika, mnakuwa mnatusaidia, na lakini pia mnazisaidia hizi taasisi kuweza kufanya vitu vizuri kwa ajili ya watu wao. Ashukuru sana bwana. Tuendelea kukutafuta pale ambapo kutakuwa kunahitajika au jambo lolote linafanyika, ili tuweze kupata uchambuzi kutoka kwako Mgonza. Unajua ni injinia bora kabisa, una majengo mengi ambayo mimi nayafahamu, umeyajenga kwa kiwango kikubwa na yako imara kabisa, yamekuwa ya mfano. Kwa ndo maana nikakucheki ili niweze kuona namna gani ambapo taratibu na watu wengine waweze kujifunza kupitia hili jambo ambalo linaendelea sasa hivi katika klabu ya Yanga. Nashukuru sana bwana kwa kujali na kunipa muda wa hilo. Asante sana. Asante sana. Naam, ni engineer Mgonza ambaye nilikuwa nazungumza naye hapa. Ni engineer wa majengo ambaye kaweza kulizungumzia swala ambalo linahusu klabu ya Yanga na ujenzi wake na taratibu zake, akijaribu kudoubt baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kwa maana kwenye ujenzi huo. Yeye akisema kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima vizingatiwe kuhakikisha kwamba ujenzi unakuwa uko sawa sawa. Nimezungumza naye, pengine hata wewe pia unaweza kana maoni yako unaweza kaweka hapo. Kusubscribe, comment, kulike pia ni jambo zuri la kuwa karibu katika masuala mazima ya kimichezo. Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wewe ambao umechagua Like Media. Endelea kucomment, kulike na kusubscribe, ni jambo zuri sana, na uwe mwanafamilia wakati wote. Mpaka wakati mwingine. Ciao.